niko serious. Wewe baba ni mtu mzima lakini unafanya vitu vya ajabu. Unaongea mwenyekiti. Tulia hivyo hivyo. Mimi nitakucheka. Wewe. Chika. Usinyoshe kidole. Mke wangu amenikosea. Sasa kama ukosea, kwa nini unataka kumchinje? Kwa nini? Sasa nakwambiaje? Sasa hivi naipiga simu defender. Hivi anachokisema anakisikia. Mimi nataka hivi. Mimi nataka Shirley chukue mkono wako. Mimi niachie mke wangu. Nyinyi ondokeni. Mke wangu mimi nitajua jinsi ya kufanya naye. Sawa, kama mke wako sawa tutakuachia. Lakini hiyo kisu weka chini kwanza. Hii ni silaha binafsi ya kujilindia. Nasemaje? Weka kisu chini. Au sio? Mimi namtaka mke wangu. Naomba nipige simu defender. Basi haina haja mambo ya polisi. Mimi nimeweka silaha chini. Inatakiwa ufuate sheria za hapa. Sawa, wana kijiji mnasemaje waptani? Kwa ushauri wetu sisi tunaomba huyu mwanamke wake aondoka naye, kwa sababu mume wake anaonekana ana hasira sana. Atakuja amuue hapa, atamchinja kabisa hapa. Hasira za kuua zimepita bwana. Wewe sasa hivi nina akili zangu timamu mwenyekiti. Aondoke naye, enda naye wapi? Kaondoke naye kwa staili ipi? Kwa mke wangu mimi tumekubaliana vitu vingine, namwagiza vitu vingine, anafanya vitu vingine. Nimepata hasira kama binadamu. Kwa hiyo tumegombana naye. Sawa mwenyekiti, kibora mmemleta. Aingie ndani akapike chakula tule basi tusameane. Hakuna kitu kama hicho. Yaani mwenyekiti, huyu lazima tuondoke naye. Hakuna kumwacha. Ukimwacha atamchinja, lazima tuende naye. Kama ni mume atapata huko au wewe mwenyewe unaweza kuwa mume wake. Kweli. Sheria hiyo ya jamhuri, sheria gani? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huko. Wewe sura yako unavyoonekana kata Tanzania. Yaani ueleweki mambo yako. Nakwambiaje? Huyu mke wako mimi naondoka naye nyumbani. Na wanawake kama wale pale mimi kiukweli ni hatari kwa afya yangu. Mwenyekiti, hakunaga sheria za hivyo mwenyekiti, haya mambo yasuluhishe tu katika ungwana wako mwenyekiti. Usiondoke naye. Usiondoke naye mwenyekiti. Kweli huo. Ondoka naye mwenyekiti, atamuua huyo. Unasemaje Kigoda? Yaani huyo tu apelekwe polisi. Apelekwe polisi. Sawa. Makosa gani? Polisi kosa gani? Hata glasi zinagombanaga jamani kwenye kabati. Hiyo glasi. Hivi binadamu ndo mjue kama yule anatizama. Mimi nataka unaondoka naye vipi? Kwenda. Anaondoka na bobo mwenyekiti. Hata mwenyekiti anampeleka wapi jela gani? Mimi ndo mwalifu ni mimi. Ondokeni na majirani mbona mnanifanyia hivi jamani? Huu mtaa gani nimekuja kuishi? Watu wanalo mbaya. Sikubali bana mimi. Sheria za kijinga bana jamani. Asiondoke, nimemzoea mke wangu. Mnaenda naye wapi? Uandwe. Nataka mke wangu. Kweli majuto ni mjukuu, tamaa ya maisha imeniponza mie, mkerea nikamweka buu, leo kwa watu nadhalilika mie. Ayaya, kiko wapi, nilichopanda leo ndo navuna mie. Kiko wapi, ona wenzangu leo wananicheka mie. Ayaya, wote ni mkopo wa 10,000 ndo umenipoza nye. Mkopo wa 10,000 wote ni mkopo wa 10,000 ndo umenipoza nye. Mkopo wa 10,000. Baby kadange nije kufumania, tuseti michongo tugawane rupia na huyo. Mimi ningeomba kwanza yani kukufuata kwako ni kuja kuomba hekima yako na busara. Ningelikuomba kwanza ndugu yangu sasa unisikiliza. Wacha niendelee nikueleweshe vizuri. Nimekuambia mara ya kwanza uelewe. Najaribu kukuelewesha ili uelewe. Mapenzi sio vita ya visu.
Mimi mke wangu kanikosea, sawa. Mimi nimeshika kisu, sawa, nakubali kushika kisu, lakini kushika kisu ilikuwa katika namna ya kumtisha. Unajua wewe una roho ya uuaji. Sikiliza, tangu lini mwanamke akashikiwa kisu uliona wapi? Sikiliza, huu mtaa umeukuta umetulia, hakuna vurugu, lakini wewe unataka kuleta vita. Hatutaki. Utakuja kuishia jela na kuambia nimekukuta umeshika kisu kabisa, eti na kuchoma. Unataka kumchoma nani? Amekuku yule. Tulia, mimi sitaki kukusikiliza bwana. Achana na mimi Matayo. Nakwambia ni sawa, lakini ndo tunajadiliana ili tuone tupate mwafaka, kwa sababu vitu hivi vya mapenzi hata wewe vinauma jamani. Hatuwezi kukubali kirahisi tu kiasi hicho itokee. Mke wangu anikosea, mimi nimwachiache kumpiga kidogo, nayo imo. Unafeli. Blaza, jichunge, utakuja kuozea jela. Sawa. Watu wa eneo hili, watu wa mji huu tuseme basi mtashinda. Lakini mimi naamini ipo haki zaidi ya hichi tunachokizungumza. Na kwa kuwa sipo ndani jela, niko nje, niko huru, mtu huru, basi naamini naweza nikahangaika kupata msaada mahali kwingine pia, na ukawa msaada huu wa kunisaidia. Haipo sheria ya hivi. Mfano sasa, vaa viatu vyangu mimi, yaani wewe sasa uwe mimi niwe wewe, alafu mke wako amekukosea, mmegombana kidogo na mkeo. Haya, baada ya kugombana na mkeo, watu wa eneo hilo wanaona kuwa ni haki sasa mkeo kwenda kulala nyumbani kwa mwenyekiti. Mwenyekiti huyu hana mke, yuko peke yake. Nini kitatokea baina ya watu hao wawili? Ni sawa na kusema kuna kesi ya mbuzi, ukamwambia hakimu ni simba au chui, uwafungie kwenye chumba kimoja. Nini kitatokea? Yaani hasi na chanya vitu vigusane. Nini kitatokea? Hilo nalo neno